ile siku nilijikuta tu nipo makaburini yani. Yes, I hope uko poa and una enjoy life. Kama ni mara yako ya kwanza kupitia katika channel hapa, basi nikuombe chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, hakikisha unabonyeza hayo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia hai kutokupitwa na mikasa, updates na matukio yote ambayo mara zote nitakuwa nakuwekea. Ni wakati mwingine tuendelea kuletea matukio ambayo hapo kwenye jamii, yale ambayo yanasisimua na yale ambayo yanastajabisha na kuwashangaza wengi zaidi. Leo tupo na mtoto wa mchungaji ambaye ana miujiza mikubwa, ana mambo makubwa ambayo anafanyia waumini wake, lakini kuna za ndani ambazo mtoto wake leo anaenda kutufunulia ama kututoborea hii siri ambayo pengine wewe mwenyewe ulikuwa hujawahi kuifahamu. Nikusihi salia nami, lakini kwa mara nyingine tena bandugu, nikukumbushe kama hujasubscribe na ni mara yako ya kwanza, basi chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, hakikisha unabonyeza hayo kisha alama ya kengele ili usipitwe na updates na matukio yote ambayo mara zote mimi hapa nitakuwa na kuwekea. Dada yetu mzima? Nzima. Uko poa? Niko poa. Kwa yule ambaye anakuona mara ya kwanza mbele ya kamera, kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa Nyaboke. Nyaboke. Ndio. Mwisho? Jina la mwisho? Jina la mwisho Filipo. Okay. Hivi kwa namna ambavyo baba wako anafanya miujiza na kwa namna ambavyo anafanya mambo makubwa kwa waumini wake, unahisi uchawi una nguvu kuliko Mungu? Kwa mimi hapa yani naamini una nguvu, kwa sababu baba ndo anaotumia. Okay. Mtazamaji, siko hapa kwa ajili ya kukashifu dini ya mtu yoyote, wala siko hapa kwa ajili ya kuikandia dini ya mtu yoyote. Nipo hapa kwa ajili ya kuweka wazi zile nyakati ambazo pengine maandiko matakatifu yaliandika kwamba nyakati za mwisho manabii wengi wa uongo watajitokeza. Ndio kitu ambacho pengine kinaendelea, lakini kubwa ambacho kinaenda kukuumiza na kumuumiza dada yetu hapa ni pale ambapo baba yake mzazi anataka kuchukua uhai wake, na ndio kitu ambacho kimefanya sisi tufike hapa. Tunaenda kupiga story, huo ulikuwa ni utangulizi, utaenda kuyasikia mazito zaidi ambayo pengine yataenda kukushangaza na kukupa maswali mengi kwamba kwa nini mtu ambaye amemzaa mtoto wake kwa shida, amemlea kwa shida, leo hii anataka kumgeuza kuwa kitoweo. Kwanza tuseme Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mambo yanaenda tu. Ulikuwa na miaka mingapi wakati ulipogundua kwamba baba yako ni mchawi? 17. 17. Ndio. Uligunduaje? Yani uligundua kwa dalili gani au kwa vitu gani? Hapo yani baba mwenyewe tu ndo alinishirikisha. Ndio. Okay. Alikushirikisha kwa maana ya alikushirikisha ili muwe mnasaidiana kufanya kazi zake, au alikushirikisha ili ujue tu kama yeye anatumia nguvu hizo? Yani niwe nashirikiana naye kufanya kazi zake. Kwa umeshafanya naye kazi miaka mingapi mpaka sasa? 2. Unaona, ni ulikuwa unajisikiaje kabla hili ambalo pengine kwenye vikao vyenu mlijadili na kuona linakuumiza ukasema si habu sibaki nalo moyoni? Kipindi chote hicho ambacho miaka 2 ambacho ulikuwa unafanya kazi na mzee, ulikuwa unajisikiaje labda wewe kama wewe, vizuri ama vibaya? Hapo yani ulikuwa unaona mnachokifanya kipo sahihi au ulikuwa unafanya kwa sababu baba anataka? Mimi naona kipo sahihi tu. Nilikuwa naona ni kipo sahihi. Ndio. Okay. Uchawi ni kitu kibaya, na uchawi ni mambo ambayo pengine watu wengi hawayapendi kwa sababu ni vitu ambavyo vinaumiza watu. Kwa upande wako hukuona kama ni vitu ambavyo vinakuchelewesha maisha? Hapana, sikuona hilo. Okay. Marafiki zako labda shule wapi walikuwa wanakuonaje? Wale ambao wamekuzunguka, mashoga zako tuseme, wale ambao pengine marafiki zako kabisa. Yani kwa mimi hapa sielewi, kwa sababu hajawahi kuniuliza chochote yani kuhusu hilo. Ndio. Na hawajawahi kugundua kitu chochote? Hapo nikisema hawajawahi nitakuwa nadanganya, tuseme sijui. Au baba alikutengeneza kwamba marafiki zako wasije wakajua chochote? Huenda, maana sioni dalili yoyote ile yani rafiki yangu ajue chochote kuhusu mimi. Sioni. Kwa mara ya kwanza baba anakuambia kwamba mimi huwa nafanya hii miujiza kwa kutumia nguvu hizi na hizi na hizi, alikwambia mkiwa katika mazingira gani?
tulikuwa tu nyumbani pale, mimi sikujua lolote lile. Yeye ndo akaja akaniambia kama hivyo, basi mimi sikuwa na budi kumkubali. Alikwambiaje? Yaani aliongea kauli gani? Yaani mimi hata sielewi. Yaani alikwambia mwanangu nakupenda sana, natamani tushirikiane kwenye mambo yangu, mwanangu naomba unisamee mimi babako ni mchawi mwanangu. Yaani alikwambia kauli gani ambayo pengine unaikumbuka? Ni hapo ninachokikumbuka. Au alikuchukua kiushirikina ukajikuta tu upo kwenye mambo ukajikuta upo kwenye vikao vyako vya kichawi? Ndiyo, maana nakumbuka tu mara ya kwanza yani tulienda kuchukua tu maji fulani hivi, hata sijui maji gani, tukamwagia mle kanisani. Ndio ninachokikumbuka. Mlitoka kwa kutembea kimiguu au kuna namna miujiza ilifanyika ajikuta kimefanyika hichi? Mimi ile siku nilijikuta tu nipo makaburini, yani sikuelewa chochote. Miaka miwili ni mingi sana. Umejifunza nini ndani ya hiyo miaka miwili ambayo umefanya kazi na mzee? Yaani kwa sababu nimekaa naye muda mrefu, nilichojifunza mimi. Yaani umejifunza kwamba wachungaji ni waongo, umejifunza kwamba uchawi una nguvu kuliko Mungu, umejifunza kwamba yaani umejifunza nini kwenye hayo maisha yote ambayo umeyaishi? Yaani hapo mimi nimejifunza kwamba wachungaji ni wengi sana wanatumia njia za miujiza za kichawi. Ndiyo. Okay. Kanisa lenu lilikuwa na waumini wangapi? Wengi sana. Ndiyo. Okay. Mlishawahi kupaa siku moja na mzee? Mnapaa mnatumia ungo uchawi yani? Ndiyo. Wakati wewe anakushirikisha kwamba mfanye hayo mambo ambayo mlikuwa mnayafanya, ulihisi mzee amekuona wewe ni mtoto wa aina gani kwake? Au kwa maisha ya nyuma ambayo mlikuwa mnaishi na mzee, alikuwa anakuweka kama wewe ni mtoto wa aina gani kwenye maisha yake? Yaani mimi hapa hata sielewi nia yake ni nini. Kwa sababu yani kama nilivyokuambia, mimi mwenyewe sikujua lolote, yani nijikuta tu nipo kanisani pale, tunamwaga maji, hata sielewi hayo maji yametoka wapi. Wakati mzee anakupa hizo siri zake, ulikuwa upo kwenye mahusiano na mwanaume yote? Hapana. Sasa hivi una? Na aliniambia nisijihusishe kabisa na hayo mambo. Kwa nini sasa? Sielewi. Imekuwaje mpaka anataka kukutoa kafara mwanae? Kitu gani ambacho kimepelekea mkafika huko? Yaani wale wote ambao amewatoa kafara, yaani mimi hata simuelewi kwanza. Nia yake ni nini? Hizo taarifa ulizipata mkiwa kwenye vikao vyenu au alikwambia tu mkiwa kwenye hali tu za kawaida? Nani alikwambia mkiwa kwenye masuala yenu ya uchawi au alikwambia mkiwa tu kwenye hali za kawaida? Yaani kwenye vikao. Yeye aliambiwa atoe mwanae kafara. Nikafikiria mwanae pekee ambaye nimebaki ni mimi. Kwa hiyo sasa hapo yaani ni mimi tu ndo kutolewa kafara. Na asipokutoa wewe kitu gani kitatokea labda? Hapo yaani watu hawatamuamini tena. Ndio. Yaani maana yake nguvu zake zinapotea. Ndio. Una mpango gani sasa ikiwa mzee anataka kukuua na sasa hivi hali ulionao, maana yake kama vile upo kwenye mtego wa shetani? Una mpango gani kwenye hilo? Yaani mimi hapa sasa hivi nataka niachane naye kabisa. Ndio. Na kwa maana utoroke au ufanyaje? Yaani nataka nirudi tu kwa Mungu. Sitaki kushirikiana naye tena. Umesema alikwambia usijihusishe na wanaume. Sasa una miaka mingapi na una mpango gani juu ya wanaume, labda kuolewa au chumba, upenzi na nini? Una mpango gani? Kiukweli mimi sijawahi kufikiria hilo kabisa. Pole, unakosa vingi. Unakosa vingi sana. Bwana, sisi tunashukuru sana kwa ushirikiano wako. Nadhani tunaendelea kusumbua ili uendelee kutupa pengine yanayoendelea zaidi. Lakini pia tunakuombea Mungu akawe mshindi kwenye maisha yako. Asante. Nashukuru sana. Mtazamaji, tulikuwa na umesema unaitwa nani?
Nyaboke. Yeah, tulikuwa na Nyaboke ambaye nadhani umepata mkasa wake mzito. Nadhani anaongea kiuoga kwa sababu bado yupo kwenye maya za kichawi huko ambako alikuwa anafanya, lakini tutaendelea kumsumbua mara kadhaa ili tuweze kujua yale mengi ambayo pengine yanaendelea. Yote tisa kumfahamu kwamba nyakati za mwisho ndo zinakaribia na manabii wale ambao walikuwa wanaandikwa kwenye vitabu vya mwanzo kule ndio hao sasa hivi wanajitokeza. Kwa nami mwanzo mpaka mwisho niendelee kuleta updates na matukio yote ambayo zote nitakuwa nakuwekea hapa, lakini pia nikukumbusha kama hujasubscribe, hakikisha umesubscribe na kupenda sana na nikutakia wakati mwema. Chao na bye bye.